kulikuwa kuna ishara nyingi sana pale, lakini ukienda ukiangalia kwenye ile The Economist ambao wanatoa utabiri, ilionekana kuna mchezaji anapiga mpira huko pembeni ambaye kavaa nyekundu, wengi walitafsiri kama ni Cristiano Ronaldo, lakini ukiangalia La Roja ambao ukitamka wenyewe, lakini sisi tunatamka kwa lafzi yetu ambayo ni La Roja ambayo ndio Spain. Katika lugha ya Kireno maana yake ni nyekundu. Kwa hiyo yule aliyevaa jezi nyekundu alikuwa ni kwenye ile mchoro wale ndio walidhani Cristiano Ronaldo, lakini Yamal ambao ndio timu yao ya mpira inaitwa La Roja au La Roja, ambayo ndio kiende inakuwa kwenye nyekundu, ambayo ndio inatabiria hivi. Kwa hiyo kwa bingwa. Yes, kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo ukiingia kulikuwa kuna tangazo. Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, karibu sana kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha, kama kawaida kabisa bianza kamera yupo Rizky bwana. Ni siku nyingine tena, tunamshukuru Mungu nimekutana tena na DJ Sma kama kawaida kabisa. Tuko naye pia kwenye kipindi kabisa kama vipindi vyetu maalum hapa vya masuala ya political science. Nazungumza na Sma, of course. Sma ni mtu ambaye anazungumzaga siku zote kwa full package, kwa hiyo na mambo mengi sana kuzungumza naye. Kuna World Cup sasa hivi inaendelea Mashariki ya Kati, vita ya Iran pia na Marekani, mambo yamekuwa ni mengi sana pia, na kuna mengine mengi ambayo pia yanazungumzwa pia, na magana ambavyo mikataba ya Saudi Arabia na Marekani pia tutaenda kumuuliza Sma, na mengine mengi ambayo pia natamani kuyasikia. Kwa cha msingi, kama una swali lako pia andika hapo katika sehemu ya comment, tunaambia bana, hebu muulize hili swali pia, hata kama nisipoliza sasa hivi wewe andika swali lako, next time nikimkuta Sma nitakuja nizungumza naye. Sma, kwa lakini alhamdulillah, mambo anasemaje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Wazima, nilikuwa naumwa kidogo, lakini nimerecover sasa hivi alhamdulillah. Pole sana bana. Hoi tu. Tunakimbizana leo, niko darasani. Tangia jana unachelewa kulala, unaamka nini, lakini all tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kabisa. Yes. Safi. Leo nimependa hii set hii, nikasema tumezoea tumewekea Fuse studio huku. Nikasema bwana, kutokana na ubora studio ambayo umetutengenezea sisi, kuna haja pia ya kuwekea hii set pia waione. Nadhani tutambia hii set imekaje hii, si ndio? Ni moja ya matunda ya darasa ambayo nimeanza kujifunza. Mimi huwa napenda sana nikifanya kitu nikifanye kwa ubora. Ndio. Na ndio maana studio tumejitahidi na ubora, na bado tuko kwenye process ya kuendelea kuiboresha, kukamilisha. Nimeingia darasani course ya siku 3 kwa sababu ya lighting. Kwa hiyo haya ni matokeo pia ya baadhi nilichojifunza kwa walimu, lakini kadri siku zinavyoenda tutakuwa tunaboresha mdogo. Kabisa. Yes. Sema mambo ya noise cancellation. Ngoja niweke hivi. Yes, hapo. Sma, tuanze na World Cup imeisha. Najua mimi sikupata time. Nilikuuliza tu mwanzo kwamba uko timu gani? Ukaniambia timu zako. Na sasa hivi World Cup imeisha. Sikupata time nzuri ya kuzungumza naye baada ya kuisha World Cup, lakini nataka nipate take yako pia. Yamekuwa ni mashindano ya aina gani hasa kwa wewe ambao umeyaona? Nadhani naweza kama mashindano ya ovyo kabisa World Cup kwa kutokea. Mimi kwa kushuhudia. Kwa sababu kwanza mpira ni mpira. Sheria za mpira na michezo hazitakiwi kuingia na siasa, lakini mechi World Cup ilikuwa na siasa nyingi sana. Tuliona refa wa Somalia alirudishwa japokuwa ndio refa bora wa World Cup. Tuliona mchezaji wa Iraq pia wengine kurudishwa. Tuliona Iran ambaye mechi zake karibia zote zilikuwa zinachezwa Marekani, lakini alizuiwa kulala Marekani, akawa anaishi Mexico. Kwa hiyo anaenda anacheza World Cup, akimaliza narudi. Kuna wachezaji wengi ambao kina Senegal na nini walikuwa wanafanywa check up zaidi ya masaa 7. Kwa hiyo kulikuwa kuna vitu vingi sana, lakini kulikuwa kuna siasa kuingilia mpaka kwenye maamuzi. Mchezaji wa Marekani alipewa kadi nyekundu, Trump akampigia Infantino, ikabidi waigeuze, na EU walileta complaint kubwa sana. Kwa hiyo kumekuwa kuna vitu vingi sana ambavyo vimeivuruga hii World Cup kuhusiana na upande huo. Na ni World Cup ambayo imechezwa kipindi ambacho pia kuna vita vinaendelea. Trump yuko kwenye vita na huwa watoto huku Iran huko. Alafu amepewa tuzo ya FIFA ya amani, yani kwa kweli mambo ni tofauti, lakini pia kulikuwa ilikuwa ina ukiingia kwenye ulimwengu wa ishara wa Freemason, kwa kuna ishara nyingi sana za Freemason kwenye World Cup hii. Kwenye World Cup hii zipi hizo Sma? Mfano ambazo aisee zimejazana nyingi sana, kuanzia kwamba timu kuongezwa
kutoka 32 kwenda mpaka 48 ambayo ni 1948 ambayo ndio Israeli ilipata uhuru. Ukija ukiangalia inakuja kuingia kwenye anniversary ya modern day Freemason ambayo ni 309 miaka 109 ambayo ukija ukiangalia huku unaingia kwenye namba 19 upande wa geometria ambao una maana nyingi. Ukiangalia umri wa Yami Yamal ambaye ni miaka 19, ukija kwa Messi ambaye ametiza miaka 39 ambayo ndio inaangukia tena kwenye ukirudi kwenye miaka 309 ya modern day Freemasonry. Na watu ambao hawajui waliounda mchezo wa Freemasonry wa mpira ni Freemason. Na makala ambayo yako pale kwenye YouTube channel yangu wanaweza wakaenda wakaangalia. Lakini jinsi ambavyo Messi alimbaptize, nikisema mbaptize inamaanisha alimbatiza Yamal. Sio bahati mbaya kwamba kuonesha anamuogesha, kulikuwa kuna vitu vingine vingi sana, lakini ile ilikuwa ni baptism. Messi kazaliwa tarehe ambayo ni 24 June ambayo ni mwezi ambao ndo alizaliwa John the Baptist, mbatizaji yule, Yohana mbatizaji yule ndo ikanani pale kwa akamfanyia pale. Lakini ukiangalia kati ya tarehe ya kuzaliwa Messi tarehe ya kuzaliwa ya Messi 13, ukija kwenye tarehe ya kuzaliwa Yamal 24, ukiangalia kuna tofauti ya siku 19 ambazo ndo umri. Mara ya kwanza World Cup anaicheza Messi ilikuwa ni alikuwa amevaa jezi ya mgongoni namba 19 ambayo ndo Yamal pia anakuja kucheza na namba 19. Namba 19 ina maana yake ukiingia kwenye tangazo la Adidas ambalo ndo wadhamini wote wawili, kuna sehemu ambayo inaonekana goat ambaye mbuzi anapanda pale. Kwa hiyo kuna mmoja mzee anapanda pale, chini yake imeandikwa namba 10. Namba 10 ndio ile namba 19 ambayo Messi alikuwa amevaa, lakini ni 9 jumlisha 1 ile, unaona 19. Kwa hiyo ukibadilisha 9 jumlisha 1 unapata 10 ambayo ndio ile pale. Lakini inaonyesha kuna kambuzi kadogo kanakuja kwenye uwanja kuja kucheza ambayo ni 19 mule ndani. Kwa hiyo na hata tarehe ambayo ilichezwa tarehe 24 mwaka huu na vitu kama hivyo. Kuna vitu vingi sana kwenye wakati kina Shakira walikuwa wana perform, kuna vitu vingi walikuwa wanaongelea kule, Set It On Fire na vitu kama hivyo. Ukiangalia Spain sasa hivi kuna moto unawaka. Ukiangalia Argentina kuna moto mkubwa sana pia unawaka pia kule. Lakini pia kuna Justin Bieber, jinsi alivyotambulishwa kama Justin Bieber, alitambulishwa kama JB, ambao ukiingia kwenye nani za Freemason ambayo Jack Bibbs, ukiangalia zile boas ni zile nguzo mbili ambazo pia unaweza kaenda kwenye Twin Towers ambazo ni 9/11. Sasa kulikuwa kuna ishara nyingi sana pale, lakini ukienda ukiangalia kwenye ile The Economist ambao wanatoa utabiri, ilionekana kuna mchezaji anapiga mpira huko pembeni ambaye kavaa nyekundu. Wengi walitafsiri kama ni Cristiano Ronaldo, lakini ukiangalia La Roja ambao ukitamka wenyewe, lakini sisi tunatamka kwa lafdhi yetu ambayo ni La Roja ambayo ndio Spain. Katika lugha ya Kifaransa ya Kireno maana yake ni nyekundu. Kwa hiyo aliyevaa jezi nyekundu alikuwa ni kwenye ile mchoro wale ndio walidhani Cristiano Ronaldo, lakini Yamal ambao ndio timu yao ya mpira inaitwa La Roja au La Roja ambayo ndio kiende inakuwa kwenye nyekundu ambayo ndio inatabiria hivi. Kwa hiyo kwa bingwa. Yes, kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo ukiingia, kulikuwa kuna tangazo lingine la Lego ambao kulikuwa kuna Cristiano Ronaldo, kuna Messi, kuna Mbappe, lakini pia kuna Vini kuna World Cup pale. Kwa hiyo wote katika ile Lego walifikia kipindi ambacho hawakuweza kumalizia kipande cha mwisho ambacho ni kumweka bingwa, kuifungua, kumpata bingwa kuweka pale juu. Aliyekuja kufanya hivyo alikuwa ni Yami Yamal pale. Jinsi alivyovaa na nini na kila kitu. Ushahidi wote nimeuweka kwenye kuna makala ambayo nimeyatoa part 1 yuko na naandaa part 2. Kwa hiyo kuna ishara kubwa sana, lakini inatabiria kwamba mwaka baada ya World Cup hii kwenda kule kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuja na ina mahusiano na tetemeko la ardhi ambayo tuliongelea juzi last time Venezuela. Yes. Na ina uhusiano na David Beckham pia kunywa kwa red wine. Umeona? David Beckham ambaye yuko kwenye Epstein Files, lakini pia Messi ametajwa kwenye Epstein Files mara 11. Messi? Yes. Yuko katajwa kwenye Epstein Files pale. Yeye, Tiger Woods, Jordan na wengineo wako mole ndani. Kwa hiyo hivi vitu sio bahati mbaya kwa mwingine ambaye hana capacity ya kuvifikiria vitu kwa undani, anaweza akachukulia kama ni mchezo wa mpira umechezwa umemalizika, mambo yanaendelea. Lakini kwa watu ambao wanajua geometry, hata kwenye
kwenye maandiko 19 ina maana yake. Umeona? Ukiingia kwenye maandiko yote Biblia, Torati, ukiingia hata kwenye Qur'an pia namba 19 ni namba ambayo ni adhimu, pia ina maana yake. Kwa hiyo hivi vitu kwenye baptism, kwa mfano kule kwenye maandiko matakatifu wanatumia zaidi lamb, kondoo, lakini huku kwenye Freemason wanatoa kondoo alafu wanamweka mbuzi ambao ndo the goat, ambao tumeaminishwa the goat, lakini ile ni kubadilisha, kwa sababu wao ukienda kwenye Baphomet ambaye ndo yule Baal kwa lugha nyingine, ambaye ni ng'ombe, ambaye mbuzi ambaye ana mapembe, yule mbuzi ambaye ndo nani, ambao ukienda sasa mbele unakuja kuangukia kwa Baphomet ambao ni Baal, Nimrod kule ndani, au ukienda level ya juu unaingia paka kabisa kwa Lucifer ambaye ndo Antichrist. Kwa hiyo ina layer mengi sana. Hivi vitu kuviongea mtu hawezi kuvielewa, ndio maana nimeamua nitengeneze makala nikaeka na picha na picha na picha na picha. Part 1 iko imepokelewa vizuri sana kwenye YouTube channel yangu DJ Smart 55. Na kuja kuandaa part 2 ambayo watu wataelewa, na nitakuja kuitoa sasa part 3 namba 19 kwa kwenye ina uzito gani kwenye maandiko. Kwa hiyo ni World Cup ambayo ilikuwa na mambo mengi sana. Argentina kubebwa koti. Watu walikuwa kuna complain ambazo ni legitimate kwamba Argentina amebebwa sana. Alibebwa makusudi ili afike finali. Kwa sababu ya kitu kinaitwa initiation ceremony. The goat ambaye ndo the king anakabidhi taji kwa the new goat ambayo ndo Yamal. Kwa hiyo ilikuwa ile, ukiangalia ile mechi watu wote ambao wanaifahamu Argentina, mimi sio mshabiki wa Argentina, lakini yule sio Argentina ambayo tumemzoea. Alikuwa down sana. Yaani Messi alikuwa anazunguka tu uwanjani dakika 90 nzima. Argentina hakuna shot on target hata moja. Hakuna mtu yote ambaye anajua mpira, tukiingia kwenye mpira anaweza akakubali kwamba Argentina anaweza akacheza dakika 90 asipate hata shot on target moja. Mchezo wa finali. Hakuna mtu yote mwenye akili zake binafsi. Messi, hakuna mtu yote ambaye sisi sio washabiki wa Messi. Na nikisema hivyo, nikisema sio mshabiki wa Messi, haimaanishi kwamba ninakataa kipaji chake. Messi ana kipaji kushinda hata Ronaldo na wachezaji wengine. Japokuwa mimi ukiniuliza mchezaji gani mwenye kipaji kuliko wote, nitakwambia Ronaldinho. Ronaldinho ukimchukua Messi na Ronaldo ukawa combine, bado hamfikii Ronaldinho Gaucho. That was the most talented player. Lakini longevity yake ndio imemcost. Kwa hiyo ukirudi kwenye World Cup ile performance ya Argentina haikuwa vile, na kulikuwa kuna Di Maria mwenyewe anakuambia kwamba walifuatwa na watu ambao walikuwa kwenye masuti, wakaambiwa kwamba tulieni, hii World Cup sio ya kwenu, inabidi mkabidhi kwa Yamal. Kuna utabiri ambao pia ulisema atakayefunga ile goli ni mtu ambaye atakuwa na namba 7 mgongoni, ambaye ni Torres. Torres ukiingia maana yake ni nguzo. Nguzo ukiingia ndio unaingia JNB kule kwa JB ambaye ndo Joaquin and Boaz ambao ndo zile nguzo mbili ambazo ni Twin Towers. Ukiangalia hata ile World Cup ilivyoletwa kwenye nania kwenye begi la Louis Vuitton inavyofunguka hivi, ile inaashiria kwamba ni kudondoka kwa system currently ambayo ipo, alafu tuzo ambayo iko ndani ndio kwamba kuna mfumo mpya. Kwa hiyo tunaelekea kwenye new world order ambayo ni one world order. Umeona? Kwa hiyo kuna vitu vingi sana. Ukisikiza ujumbe ambao alikuwa anatoa Tom Cruise pale alivyoongea, ukimsikiza ujumbe ambao alikuwa anaongea I Show Speed, ukimsikiza Burna Boy same thing, ukimsikiliza Shakira, ukimsikiza BTS wote walikuwa na ujumbe ambao ni very specific. Light it on fire, wote fire. Inatakiwa iban the old system ambayo currently ipo, then inakuja the new world order ambayo ndio inakuja hiyo. Kuna new trade center ambazo zinajengwa ambazo ni kubwa kuliko zile za dondosho 9/11. Umeona? Alafu kuna mfumo ambao upo, dola inaelekea collapse. Kwa hiyo hii nusu ya pili tunaoelekea kule, tutegemee mabalaa mengi sana. Mamoto, matetemeko ya ardhi. Unakumbuka tuliongea hapa na nikakwambia tetemeko la ardhi ambalo limetokea Venezuela ile ni majaribio, usishangae ikitokea wapi? Iran. Imetokea ikutokea. Ilitokea. Yes, kwa hiyo muda huo unatoa majibu sisi tunavyoongea. Kwa hiyo tutegemee kwamba kutakuwa na mifumuko ya magonjwa, umeona? Kutakuwa kuna vita vingine, kutakuwa kuna majanga makubwa kutokea. Tunaelekea kwenye digital currency ambayo ndio itakuwa sarafu ya digital. Tutaelekea kwenye digital ID, itapushiwa sana, na ni moja ya agenda ambayo ndio inapelekea xenophobia South Africa kwa sababu ya
push hilo jambo, lakini tunaelekea kwenye one world order. Kuna baadhi ya nchi ambazo kufikia 2030 huenda ikawa ndio tumeshamaliza uchaguzi, kwa hakutokuwa kuna uchaguzi, kwa sababu kutakuwa kuna mfumo wa world government, na si ajabu akatolewa kafara kiongozi ambaye ni mzito sana kaliba ya Trump kwa sababu ya kupush agenda nzito ambazo za kuja. Kwa hiyo ilikuwa ina ujumbe mwingi sana. Nimetoa part 1 ambayo iko kwenye YouTube yangu, part 2 nitaitoa, ambao wataweza kuelewa wataelewa. At the end of the day wengine wanaangalia kama mpira, lakini kama nilivyokuambia alianzisha mpira ni Freemason. Lakini umezungumza hivyo smart. Unazungumza hizo namba ulizozungumza na hizo detail ambazo umezisema wewe, inawezekana zikani ukweli ama sio ukweli. Muda utatoa majibu. Naam. Lakini kuna ile ambayo pia nimekuwa nikizungumza kwamba wachezaji wa Argentina wakati walivyoitoa England kwenye mchezo wa nusu finali walishangilia na bendera kwenye ya vile visiwa vya Maldives vile. Umeona? Ikasemekana kwamba ile pia kuingiza siasa katika soka ilisababisha mvutano. Umeona kadai kwamba zakafungiwa na vitu vingine kama vile. Pengine kwenye kile kama ulifuatilia hasa ilikuwa na maanisha nini? Ngoja nikuulize. Ni wachezaji wangapi ambao hata kwenye World Cup walikuwa na bendera ambazo ni za kisiasa? Wapo ambao hujakutana walikuwa nao mataifa yao. Lamine Yamal baada ya kushinda kule La Liga si alionyesha bendera ya Spain. Kuna wengine si wameonyesha bendera, kuna wengine walikamatwa kabisa na bendera ya Iran ile. Umeona? Hiyo yani sio sababu. Yani kutoa political statement zipo na zina haya. Ngoja nikupe wewe mfano. Nakupa option. Unaweza ukashinda World Cup. Au nikakufungia miaka 10. Na World Cup iko mbele ya macho yako, utachagua ipi? Uiache World Cup ambayo iko mbele ya macho yako, hii hapa unaiona kabisa, nikikaza nachukua, alafu liwalo na liwe, au unachagua vipi? Lazima nichukue hii. Liwalo na liwe, lakini World Cup naiona hapa. Unitishia kwamba nitafungiwa. Amna. Yani kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo haviko sawa, yani of course hata rais wao hakuhudhuria, walishajua kinachokuja. Diego Simeone pia alikuwa hakosi pale, wachezaji wengine ambao pia walikuwa kina Lautaro na wengine ambao walikuwa pale. Yani kulikuwa kuna vitu ambavyo viko behind the scene, ujumbe wa Messi. Yani wao walitakiwa wafike pale alafu waishie pale. Hiyo ndio ilikuwa, that was the plan. It's like nafikiri kama ni script hivi. Ujue World Cup iliyopita bingwa ambaye ni 2018 ambaye alikuwa ni French, Ufaransa. Alifika pia finali kwenye mchezo wa uliopita ya 2022. Aliingia finali na Argentina. Na alikuwa na uwezo kabisa. Uliona ile piga nikupige 3-3 mpaka anapiga finali, anapiga hat-trick pale. Alafu nataka kuniambia Argentina hii ndo. Kwa hiyo kulikuwa kuna vitu ambavyo mchezo una script na una mambo yake, na kuna watu wana run behind the scene. Na actually ambali hatujaingia hata kusema teknolojia ilikuwa inatumika kwenye mpira. Ule mpira kulikuwa kuna uwezo, achana na VAR. Kulikuwa ule mpira teknolojia yake ya kuweza kucontrol ule mpira. Ukate vipi kona, uendeje, uzunguke, video zipo za kutosha, mtu ambaye anaweza kaja na nini. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya World Cup ambayo ilikuwa haiko kimichezo kabisa. It wasn't simply about the football. Kwa nani mpira wenyewe unavyotengenezwa, teknolojia inavyozidi kuzidishwa ile. Yes, walikuwa na uwezo wa kucontrol mpira. Yes. Kumbe. Kwa hiyo kuna vitu ni vingi. Yaani World Cup hii haikuwa about football. Yaani kulikuwa kuna mambo mengi sana huko nyuma ambayo hivi unajua tangia World Cup imeanza kulikuwa kuna VR 28 katika michezo ya Argentina. Hakuna hata moja ilikuwa dhidi ya Argentina. Zote zilikuwa dhidi ya hizo timu zingine. Wamelalamika wengi sana kusema kweli kwenye na hata ukiangalia kwenye kadi nyingi wamepewa kwenye finali. Argentina amepewa kwenye finali. Argentina wamepewa nyekundu, wamefanya yani ukiangalia unaona finali VAR ilikuwa upande wao kabisa kwa sababu that was the script. Lakini kwa kumalizia hasa kwa mashabiki wa Ronaldo, wengi waliamini kwamba World Cup hii Ronaldo ataenda kuibeba kombe la dunia. Ukiangalia pia Portugal imekuwa ni timu ambayo imebeba
kombe makubwa tu hapa katikati, hasa Euro ile kombe la ligi la ndani la Ulaya walibeba pia, waliwafunga nani wale Spain ya wenyewe wale waliwafunga. Ukiangalia pia kuna watu walisema kwamba kifo cha Diego Jota yule namba 20 pia kuelekea kwenye kombe la dunia pia. Wengine walisema kwamba kitendo cha Ronaldo pia kumtembelea Donald Trump pia alienda, tunakumbuka mwaka jana Ronaldo alienda kuonana na Trump pia. Wakaka na connection nasema kwamba inawezekana awamu hii Portugal gabeba kombe la dunia, lakini ilivyoanza tu World Cup unaiona kabisa ni Portugal iko disorganization, yani iko tofauti, yani uwanjani wanapocheza uwaelewi. Yani ni vitu tofauti. Ronaldo kaangushwa na wachezaji wenzie. Yani wale wachezaji wenzie hawakuthamini mchango wake, wanaamini kama labda ndio ameshaishiwa ni zama zao, na alihujumiwa na wachezaji wake wenyewe. Hawakumthamini kwa mchango wake mkubwa ambao ameweka, tofauti na Messi anavyothaminiwa na Argentina kwa mchango wake tofauti. Na hivi uliona siku ambayo anatangazwa Neymar, kocha alivyotaja jina jinsi ya Brazil ilivyokuwa, unaona jinsi wanavyothamini wachezaji wao. Lakini kwa Portugal haikuwa vile, japokuwa amejitoa sana. Kabla ya Ronaldo alikuwa hajawahi kushinda tuzo hata moja. Tuzo zote ambazo wanazo za kimataifa ni baada ya kuwa na Ronaldo. Play a very big part. Kwa hiyo at the end of the day Ronaldo has been a fighter. Umri umeenda, lakini mwili wake bado unaruhusu kuendelea kuperform. Ila thamani yako wewe inategemea na watu uko wapi. Wewe unaweza kuwa unafanya kazi kampuni ambayo hakuthamini kabisa, ila ukaenda sehemu nyingine ukathaminika. Na mimi ndio formula yangu, go where you celebrated. Mimi sing'ang'aniagi iwe ni mshikaji, iwe ni mpenzi, iwe ni kampuni, iwe ni biashara, iwe sehemu yote ambayo nikiona tu I'm unwanted au sithaminiki, I walk away. Kwa hiyo hata siku moja pia nawashauri watu usikae sehemu ambayo hauthaminiki. Yes. Okay. Alikuwa ni maoni ya DJ Sma kuhusiana na kombe la dunia, na nadhani mwenye kuelewa ameelewa pia, lakini kwa ambao natamani kuna figa ambazo Sma alikuwa anazungumza hapa, kodi ngumu sana. Kuna makala ambayo ameiandaa, unaweza kaenda kwenye YouTube channel yake ya Fuse DJ Sma, ukaingia kule utaiona. Mimi of course kabla ya kuja kwenye interview nimeisikiliza. Nimepata baadhi ya maswali kutokea mle. Umeelewa lakini yaani bila kuiangalia, ukisikiliza tu nikikwambia huwezi kunielewa. Nadhani pia kwa wewe ambaye unatamani kupata vitu ndani kule, nenda kaitazame, pia ni kitu kizuri sana. Sma, turudi sasa Mashariki ya Kati. Ulikuwa ukitabiri, ukizungumza kwamba huo ni kama vita inaweza kaishi kwa kipindi hiki. Ulisema kwamba itarudi na bado vita iko pale pale. Inawezekana tu ni mtu amepigana kwenye kona na meza maji na nini, lakini mzigo uko pale pale. Nao tunaona, kwa mimi ninavyoona sasa hivi, iko in way ambayo wanaharibiana sana. Tunaona madaraja yanavunjwa, tunaona kitu fulani kimeharibiwa hivyo na nini. Kwa nini inakuwa ni hivyo sasa kwa kipindi hiki? Iran amekuwa anajiandaa na hivi vita kwa zaidi ya miaka 47. Iran amekuwa kwa... Asante kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.